Video ya 3, kusuluhisha mzozo moja kwa moja. Karibu katika ofisi ya upangaji wa makazi. Katika video hii tunaangalia masuala wakati wa upangaji. Ofisi ya wapangaji na wa makazi inawahimiza wamiliki wa nyumba na wapangaji kutatua masuala kati yao kila iwezekanapo. Hii huwasaidia wamiliki wa nyumba na wapangaji kuzua usikilizaji ambao wakati mwingine inaweza kuwa mchakato wa kusisitiza. Hizi ni baadhi ya njia bora na za kutatua mizozo. Weka wazi masharti ya kukodisha kabla ya upangaji kuanza, ingawa makubaliano ya mdomo ni ya kisheria, wakati mwingine yanaweza kutoeleweka au kusaulika. Mikataba iliyoandikwa huruhusu masharti kujielewa iwapo swala litatokea. Fuatilia mawasiliano yako ikiwa unataka kitu kirekebishwe. Andika kumbukumbu za mazungumzo na yalipotokea. Ikiwa mambo ya maneno hayapati shida kushughulikiwa, weka mambo kwa maandishi. Hifadhi nakala za maondokezo yote yaliyoandikwa, maandishi au barua pepe ili uwe na rekodi. Ujumbe unapaswa kujumuisha maelekezo mahususi ya swala, jinsi unavyofikiri linapaswa kutatuliwa na wakati linapaswa kutatulishwa. Ujumbe huu hutoa rekodi ya wazi ya mawasiliano wakati wa upangaji ikiwa mzozo utatokea. Fahamu masharti ya kawaida. Masharti ya kawaida yanatumika kwa kila ukodishaji katika jimbo. Wanaorodhesha sheria ambayo wamiliki wa nyumba na wapangaji wanapaswa kufuata na ni haki gani kila upande unazo. Masharti ya kawaida lazima yaambatishwe kwa kila makubaliano ya upangaji yaliyoandikwa. Nakala inaweza kupatikana kwenye wavuti yetu. Ikiwa kusuluhisha mambo moja kwa moja kati ya mwenye nyumba na mpangaji kutashindikana, unaweza kufanya dai kwenye ofisi ya upangaji wa makazi. Habari juu ya jinsi ya kufanya hivyo inaweza kupatikana kwenye wavuti yetu. Kumbuka, mawasiliano ni ufunguo wa uhusiano wenye heshima na wa muda mrefu kwa wamiliki na mwenye nyumba na mpangaji. Weka kumbukumbu, jua haki zako katika masharti ya kawaida. Kuwa wazi juu ya shida zozote zinazotokea wakati wa upangaji. Mawasiliano ya uaminifu na ya wazi hufanya upangaji mwenye mafanikio.